Tutoke hapo sasa tuelekee kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao wana faida mabao matatu ugenini, wanarejea nyumbani tayari. Simba washamaliza biashara. Biashara haijamaliza kwa 100% kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu una home and away, na matokeo ya mchezo mmoja hayadetermine. Hata ungeshinda goli 40 bado ungekuwa na nafasi ya mchezo wa marejeano. Simba lakini una nafasi kubwa, 85 mpaka 90 yao kufuzu kuingia katika hatua ya makundi upo, kwa sababu tayari wana magoli matatu ugenini. Ili waondolewe Simba wafungwe magoli zaidi ya matatu na hawa Silva na Msingizini. Ni ukiangalia ile timu, ukiangalia Simba kwa hii wiki moja, matokeo ya mpira wakati mwingine ina kudra yake, lakini katika uhalisia bado Simba ameshaweka mguu mmoja na nusu ndani kuelekea katika hatua ya makundi. Na hii imethibitisha baada ya kufanya kazi kubwa ugenini ya kupata magoli matatu. Ya kazi iliyobakia ni nyumbani. Kuna timu zingine zisha kufanya hatua kama hizo nyumbani, matokeo yakabadilika, lakini na hiyo inatokeaga kudra, na mtu huwezi kushindana na kudra, lakini tunazungumzia uhalisia kwamba Simba ana nafasi kubwa ya kuingia katika hatua inayofuata, na nafasi hii ameipata baada ya kutengeneza katika mchezo wa kwanza. Kwa sababu kesho yako bora inabidi utengeneze leo. Simba alitengeneza kesho yake bora, ndio maana hata mchezo huu pressure ipo ndogo sana. Heshima ya mpira ndio imebakia, lakini kwa asilimia kubwa wana hakika kama wataingia katika hatua ya makundi. Ubora wa wachezaji mmoja mmoja ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, tunaweza kusema hivi sasa Simba anacheza kitimu? Bado mapema mno. Mwalimu ni mgeni kutoka game ya kwanza. Ukiangalia ile game vipindi vyote viwili, kipindi cha kwanza alivyocheza tofauti na kipindi cha pili. Bado uweze ukahukumu au ukamaliza maneno kwamba Simba ndio hii, hapana. Bado nayo inajitafuta. Haijapatikana ile Simba ambayo kusema sasa hii Simba naibebea dhamana ama Simba ndio hii. Bado inajitafuta. Mwalimu mgeni, wachezaji wengi ni wageni. Hawajapata ule mtiririko ule bora kiasi kwamba unasema kwamba yes, hii ndio Simba ambayo tunahitaji. Kwa hiyo bado mapema, kwa sababu mwalimu ndio kwanza game yake ya kwanza. Najua hata baadhi ya wachezaji majina yao hawajui. Zee anavyokaa nao karibu ndo anazidi kuwajua na kuwazoea. Kwa hiyo bado tumpe muda mwalimu. Itapofika wakati tutazungumza hilo ambalo tunataka kuzungumza. Kwa jicho lako ulivyomtazama Master Tindwa mwalimu katika mchezo wake ule wa awe kipindi ambacho yupo na Simba, mwalimu ana vitu? Of course ana uwezo kwa dharau, kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza alijaribu kucheza na 2 number 10, baadaye akafanya mabadiliko akabata namba 10 mmoja ikaweka out. Kwa hiyo mwalimu naye pia anavitengeneza vitu ambavyo vitendo kufanya kazi. Bado ukiangalia katika timu iliyotoka kule mechi ya kwanza Gaborone, unaona mwalimu wa mpira, tumeangalia mechi zote mbili, timu ambayo ilikuwa inacheza na jilinda inashambulia, unaona kabisa hawa wanafundishwa. Kwa hiyo ndio maana hata Simba nao walivutiwa na kumpa ajira. Kwa Simba hapa bado tuangalie mechi 2-3 zishafika tutajua, lakini mwalimu anaonekana ana kitu. Kama ataendana na wachezaji kile anachohitaji mwalimu, nadhani mbele tunaweza tukazungumza lingine, lakini kwa sasa kumzungumzia mwalimu pase bado mimi binafsi bado nampa nafasi, kwa sababu nilikuwa na mchezo wa kwanza akiwa na Simba. Na kuna kitu kingine kwamba mwalimu unaweza kufanya vizuri katika timu A ukafanya vibaya timu B, lakini unaweza kufanya vibaya timu B ukafanya vizuri timu A. Hiyo nayo pia inawezekana. Kwa hiyo tusubiri, tutoe nafasi kwa walimu wafanye kazi zao. Kama wanafanya vizuri tutaona, kwa sababu mpira mchezo wa hadharani. Kama wanafanya vibaya tutaona, kwa sababu wameona hivi kwa Yanga Africa kwa mwalimu Romain Folz, watu walikuwa wanapiga kelele na mwisho siku ikadhirika na wakamfuta kazi. Kwa hiyo sasa amekuja huyu naye pia wampe muda. Kwa hiyo mwalimu wote katika kikosi apewe muda, na muda unaongea. Ndio. Kipindi ambapo muda unazungumza, msimu uliopita Simba walikuwa wanasema wanatengeneza kikosi, safari hii wanazungumza kwamba wamejenga timu yenye ushindani. Unayaona mafanikio kwa msimu huu kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao mashabiki wao wanajinasibu na kutembea kifua mbele kwamba msimu huu heshima inarejea? Unajua Simba ilitengenezwa na Fadlu hayupo, na masajili mengi sana pengine alisajili according to yeye anataka afanye nini pale Simba. Kaja mwalimu mwingine na mechi ndo kwanza katika ligi kuu, mechi 2 katika Champions League ndio watu wanapambana kuingia katika hatua ya group stage. Kombe la CRDB halijaanza kabisa. Bado mapema. Unajua ligi ikishafika at least mmecheza mechi 7-8 unaona mwelekeo wa timu. Kwa sababu sasa hivi ushindani mwaka huu unaona utaongezeka, kwa sababu ya hawa Yanga wanataka wa retain taji waliobeba miaka 4. Simba wamepoteza taji miaka 4 unaona wanalihitaji. Azam unaona wameongeza vitu vingi sana, benchi la ufundi, baadhi ya wachezaji, ushindani upo. Ukiangalia Singida nao hawapo nyuma. Kwa hiyo ushindani utaongezeka kwa asilimia kubwa sana. Ushindani huo pengine unaweza kutoa ligi bora, lakini
hata timu ambayo itachukua ubingwa mwaka huu kwa trendi iliyoanza itabidi iwe bora sana, sio kwa kipindi. Najua kwa mfano msimu uliopita Yanga libeba ama Azam ama Singida, wakati huo Yanga wanasuasua, mwalimu huyu hatumtaki kafanya hivyo, anamtoa anakuja, wakati ule wangetake over na kuchukua nafasi, lakini wameshindwa hivyo kwa sababu Yanga waliweka distance ya ubora. Kwa hiyo walivyokaribia ligi imeisha. Kwa hiyo mwaka huu anaanza pamoja. Kwa Simba kusema kwamba mwaka huu mwaka wa kwao, bado mechi mbili, mechi ngapi hizo kutoa picha kamili. Ndio. Master Tindwa mtaani, kuna scenario ambao kwa hivi sasa inaendelea katika hizi timu mbili Simba na Yanga. Watu wengi wanazungumza sajili ambazo zimesajiliwa kwa hivi sasa. Kwa upande wa Young Africans watu wanazungumza kana kwamba usajili wa Yanga bado hawajauona kama vile ambavyo watu walivyokuwa wanatamani, lakini kwa upande wa Simba kuna baadhi ya wachezaji inasemekana tayari washakliki. Ninyi wachambuzi mnaonaje? Of course kuna baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa dirisha hili kwa Young Africa hawajaonyesha kile ambacho pengine wana Yanga walikuwa wanakihitaji kwa mapema. Kuna baadhi wengine washaonyesha, wengine hawajaonyesha. Na katika situation kama hii kuna kitu inaitwa slow learner. Kuna watu wanajifunza taratibu. Yaani taratibu anaingia katika mfumo. Mwingine huyu ukimwangalia unaomba huyu hamna kitu. Kwa wachezaji wa Yanga mimi binafsi naona hakuna mchezaji mbaya ambaye amesajiliwa msimu huu. Ila bado tu hajaingia katika ile system. Hata timu ya Simba. Kuna wachezaji unajua kabisa huyu ni mchezaji mboni fundi ametoka hivi, lakini bado wakati mwingine hajaingia katika mfumo ama ameingia katika mfumo kwa sababu katika eneo husika yeye ndo tegemezi. Kwa mfano Young Africa wanasema Musa Balakonte hajaingia, of course kwa sababu hata plan ya mwalimu pengine na game playing unaona bado. Na unaweza unamwangalia Musa Balakonte baada ya mbadala, kabla Musa alikuwa anacheza nani? Alikuwa anacheza Alidi Aucho. Replacement sahihi ama kiwango cha Alidi Aucho wakati anaondoka Yanga kile bado hakijafikiwa. Na hata Yanga wanasema haichezi vizuri kwa msimu huu. Lawama sio kwa mwalimu peke yake. Msimu uliopita walikuwa namba 6 bora kabisa Alidi Aucho. Alikuwa anchor. Yeye ndo ana drive na kuidictate katika sema kiungo na timu ya wachezaji. Hayupo msimu huu. Lakini pia kuna Aziz Ki alikuwa na akili ya ziada katika mpira. Mambo magumu anajua apige pasi aina gani kusudi kimfikie mlengo na kumaliza shughuli. Kama si free kick hata yeye mwenyewe anagusa anaonekana matukio yale muhimu. Mchezaji wa namna hiyo Yanga sasa hivi hamna, bado hajapatikana. Kwa hiyo ukiondoa mwalimu sijui, lakini pia kuna baadhi ya maeneo bado hajacover bado. Wachezaji hawa kama mchezaji ataingia the way alivyocheza Aucho msimu uliopita, basi Yanga wanaenda kurudi katika rhythm yao. Yanga sasa hivi imepoteza rhythm yao ya msimu uliopita. Pengo la Aucho ndani ya Young Africans bado lipo. Aucho na Aziz Ki mapengo yao bado hayajazibika so far. Huyu Azizi Andabwile anacheza vizuri, lakini anacheza vizuri kwa kiwango chake. Sio kama the way alivyocheza Aucho. Aucho alikuwa ana eneo dogo kutokana na umri na anaogopa kuwa injury, lakini alikuwa anajua afanye nini. Ndio maana Yanga wakati ule Aucho yupo, naona ubora wake kama hayupo kwa siku husika, naona kuna kitu kinakosekana. Naona kuna baadhi ya wachezaji wanacheza vizuri sana kwa sababu ya Aucho. Kwa mfano Mudathiri tangia aondoke Aucho bado hajapata ule ubora wa Mudathiri. Sio Aucho peke yake kuwepo. Mudathiri acheze vizuri sasa hivi. Muangalia hata nani ukimwangalia hata mchezaji huyu Abua Duke Abua acheze vizuri kama msimu uliopita, kwa sababu walikuwa na utulivu wa Aucho iliwafanya wale wacheze vizuri zaidi. Katika safu ya ushambuliaji Aziz alikuwa anajua jinsi gani kuwachezesha ile timu. Ndio maana Pakome, Mzengeli wanacheza vizuri. Mzengeli msimu huu bado hajacheza katika kiwango chake. Huyu Pakome in and out. Anacheza kwa ubora aliokuwa nao, lakini bado kucheza kitimu bado. Lakini kwa hiyo unajua kuna ubora wa mchezaji kama mchezaji na kuna ubora wa mchezaji katika timu. Kwa hiyo Pakome anacheza ubora wa mchezaji kutokana na ubora wake, lakini ubora ule wa kitimu bado haijapatikana. Kwa hiyo tuna out of Max Mpia, tuna out of Pakome Zuzwa. Lakini pia hapa katika kiungo msimu uliopita kwa mtumia Mudathiri alikuwa anacheza vizuri sana. Acceleration yake inakuwa bora akiwa na Aucho. Naye pia hayana ubora wake. Aucho hayupo Aziz Ki. Kwa hiyo Yanga ndo na struggle. Kwa muda huu inabidi ipambane iweke kitu kingine kabisa. Wanaishi vipi maisha bila ya Aucho pamoja na Azizi kusudi wapate Yanga ambayo itaanza mwanzo kuelekea katika mafanikio wanayoyataji. Lakini kwa hivi ukiangalia Yanga msimu uliopita mwaka huu unaambia huyu mwalimu na hata huyu mwalimu anakuja pengine inawezekana wakapata lawama hizi, kwa sababu katika maeneo yale ambayo yalikuwa yananufaisha Yanga bado kuna shida. Lakini katika goalkeeping, katika mabeki Yanga hawana shida. Kwa hiyo hata mwalimu mpya akiingia pengine anaweza kukutana na changamoto ile kukutana na mwalimu aliondoka. Timu isicheze vizuri mpaka atakapopata wachezaji waliopo tunawatumiaje hawa kusudi kuziba yale mapengo ambayo yameonekana baada ya baadhi ya wachezaji kutowepo katika klabu ya Yanga. Shukrani sana Master. Karibu tena. Asante.